Sasa tunakwenda kwenye kile ambacho tulikuwa tunakisubiri. Ni wazi tunapokuwa kama taifa ambalo tunasabihishwa na tunatambulika kama ni kisiwa cha amani, utulivu na umoja wa kitaifa. Sio wote wanafurahia na wangependa Tanzania ibaki katika sifa hiyo. Kuna watu wanatamani ili ambalo tunakwenda kulifanya tarehe 29 lisiwezekane. Kuna watu wanatamani waone vurugu. Lakini kama mkoa na kama taifa, dalili zozote za aina ya uasi, vurugu, fujo hazijaonekana. Na sisi tunajua ni kutokana na uelewa mpana wa wananchi wa Tanzania na wananchi wa Tanga kwa ujumla. Lakini kutokana na mawaidha mbalimbali ambayo nyinyi viongozi wa dini na vyama mmekuwa mkiwasisitiza wanachama wenu. Hivyo basi niseme tu kwamba tuko kama taifa, tuko katika hatua muhimu kwa mustakabali wa nchi hii. Na kama serikali haitakubali nchi iende katika vurugu au atokee mtu yoyote atakayeshawishiwa kwa njia yoyote. Kwa hivyo tuende tukijua kwamba amani ipo, usalama upo, na shughuli hii itafanyika katika hali ya amani, ya utulivu kuliko kawaida. Kama tunavyotambua siku ya tarehe 29 ndio siku wananchi wanakwenda kutimiza haki yao ya kidemokrasia ya kuchagua kiongozi ambaye wanamtaka. Niwatake wananchi siku hiyo wajitokeze kwa wingi mapema kwenda katika vituo vya kupigia kura na kuchagua kwa mujibu wa taratibu zilizowekwa na Tume Huru ya Uchaguzi. Niwahakikishie wananchi wa mkoa wa Tanga kwamba hali ya usalama siku hiyo itakuwa vizuri, lakini vile vile tutambue kwamba amani ya nchi yetu ni muhimu sana. Kama mnavyotambua waandishi wa habari, sasa hivi ukipita katika maeneo mbalimbali watu wanaendelea na shughuli zao, masokoni, ukienda kwa machinga pale, watu wa pikipiki na shughuli nyingine zote kama mnavyoona zinaendelea vizuri, na hii inatokana kwa sababu ya amani. Lakini kama kusinge kuwepo na amani ama kukitoweka kwa amani, maana hizi shughuli zote ambazo mnaziona haziwezi kufanyika. Mimi kuelekea kwenye uchaguzi mkuu tarehe 29 mwezi huu nazungumza yafuatayo. Jambo la kwanza, tunamwomba Mwenyezi Mungu ajalie uchaguzi wetu huu uwe wa amani, usalama na utulivu. Kwa sababu sisi tunavyotaka, tunasema kwamba tunataka uchaguzi uwe huru na haki. Nyinyi waandishi tunaishi wote mitaani. Mnaona baadhi ya watu kama wamekuwa na wasiwasi kidogo, wengine wanasema tunaona hata tukifanyaje mambo yatakuwa ni yale yale, lakini mimi kama mgombea ninapozungumza kwenye kampeni zangu nawatia moyo wananchi, nawaambia safari hii kuna mabadiliko makubwa.